Kwa majina naitwa Mr. Luka Edson Mahenge. Mimi ni na ulemavu wa kutokuona na ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, nimaanisha kwamba SHIVYAWATA. Tunaposema SHIVYAWATA ni shirikisho ambalo linaunganisha vyama vya watu wenye ulemavu kitaifa. Hii shirikisho inaunganisha vyama kama 12 hivi kitaifa, lakini ukija katika mkoa wetu wa Mbeya shirikisho lina vyama kama 6, kwa maana kwamba ndani ya shirikisho la vyama vya watu wenye mkoa wa Mbeya utakuta kuna TAS, kwa maana kwamba Tanzania Albinism Society, kwa maana kwamba chama kinachounganisha watu wenye albino. Kuna CHAWATA, kwa maana kwamba chama kinachounganisha watu wenye ulemavu wa viungo. Kuna TLB, Tanzania League for the Blind, chama kinachounganisha watu wenye ulemavu wa kutokuona. Vile kuna CHAVITA, chama cha viziwi Tanzania, japokuwa kuna tendency watu kusema chama cha wasiosikia. Hiyo ni maana nyingi inapigwa vita sana, ni chama cha viziwi au cha watu wenye kiziwi. Cha wasiosikia na maana ni watoto walio watukutu au watu watukutu, haina maana hiyo, ni wana ulemavu wa usikivu, ndio maana tunaita chama cha viziwi. Chama kingine inaitwa TAM. Hiki ni chama kinachojihusisha au kinaunganisha watu wenye matatizo ya afya ya akili, inaitwa TAM. Lakini cha mwisho kwa mkoa wa Mbeya tuna chama kinaitwa ASPAT, kwa maana kwamba wale wenye matatizo ya mgongo wazi, kwenye vyama kama 6 kwa mkoa wa Mbeya, lakini kitaifa ina vyama 12. Kwa hiyo hili shirikisho linajumuisha vyama vyote hivi na uongozi wake katika ngazi ya kitaifa mpaka kufika ngazi ya wilaya. Kwa maana kupewa kipaumbele kwenye masuala ya uchaguzi, tunashukuru serikali katika hilo haijawa tatizo, kwa kuwa siku zote unapokwenda kwenye kituo cha uchaguzi unakuwa wa kwanza kwenda kupiga kura, kwa kuzingatia kwamba hata matangazo yanasema bwana, watu wenye ulemavu na wale ambao wamama wajawazito na wenye watoto wadogo basi wapewe huduma hiyo haraka. Na ndivyo ambavyo kwa kweli kimsingi watupokwenda kwenye kupiga kura hili swali lizingatiwa sana. Hiyo tunashukuru sana tena mno. Na kitu kingine tena kwenye masuala ya elimu, kwa sababu kwenye masuala ya elimu tunamaanisha kwamba elimu juu ya kupiga kura. Kwa mfano nikirejea kwenye kundi mojawapo la watu wenye ulemavu, ni lazima wakati mwingine ajitegemee kwenda kupiga kura, lakini kulingana kwamba wakati mwingine kulingana na rasilimali fedha zinazopatikana angalau hizo kidogo, wakati mwingine serikali inajitahidi, hata mwaka ulijitahidi hata kuchukua watu wachache angalau waweze kupata elimu juu ya matumizi ya vifaa ambavyo anaweza kapiga kura kwa kujitegemea, ambayo inaitwa tactile ballot. Kwa maana kwamba yeye mwenyewe anakwenda anachukua kifaa, anafix karatasi pale na nini, basi anamchagua ile kiongozi anayefikiri kwamba yeye anamtaka. Kwenye hilo tunaipongeza sana serikali, japokuwa waliopata hiyo elimu ni wachache. Ukizingatia Tanzania ni watu wengi sana, Tanzania kwa wengi sana. Labda wakati mwingine serikali pamoja kwamba kuna nafasi hiyo, basi iweze kuhusisha hata mashirika mengine inapoona kwamba yenyewe haiwezi kutoa elimu hiyo kwa ukamilifu, basi kuhusisha mashirika mengine yaweze kushiriki kutoa elimu hii ya juu ya matumizi ya tactile ballot. Sote ulemavu tumeathirika pakubwa sana, na ikumbuke nimeshaeleza aina za watu wenye ulemavu. Nimeeleza aina za watu wenye ulemavu. Wapo wale wenye ulemavu wa kutokuona, yani wasiona. Kuna wale ambao ni viziwi, kwa maana kwamba wana tatizo kusikia, lakini kuna wale ambao ni watu wenye ulemavu wa viungo na kadhalika, na aina mbalimbali za ulemavu. Na ukiangalia katika hizi aina mbalimbali za ulemavu, unaweza kuona kwamba kila watu wameathirika kivyao kulingana na jinsi ya ulemavu alio nao. Nichukulie kwa mfano watu wenye ulemavu wa kutokuona, na tunazungumzia athari. Mfano mzuri, mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao nimeathirika sana na uchaguzi huu wa mwaka 2025. Mimi nimekuwa mpigaji kura toka mwaka 95. Napozungumza leo unaweza kuchukua kwa ni miaka mingapi, lakini kwa uchaguzi wa mwaka huu kwa kweli umetuathiri pakubwa tena mno
tena mno. Kwa mfano mimi ilikuwa tarehe 27 nilipata mwaliko wa INEC kwenda kuhudhuria mafunzo juu ya matumizi ya tactile ballot Njombe. Sasa tarehe 29 nilikuwa narudi, nimewahi kwa ajili ya kuja kupiga kura tarehe 29, angalau nikifika saa 7 saa 8 saa 9 niweze kupiga, niende kupiga kituo cha kupiga kura nipige kura. Sasa nilipofika Uyole ikaonekana tayari huku kumeshachafuka, kuna machafuko. Kwa hiyo ikaonekana kwamba haiwezekani kwa vyovyote vile kufika nyumbani. Mimi ni mkazi wa Iunga, haiwezekani kufika huku nyumbani. Kwa hiyo ikabidi kwa vurugu za kuwepo kuna mabomu, risasi, ikabidi nikimbilie kukaa guest. Kwa hiyo nikaishi guest, na sikuwa peke yangu, nikawa ni mwenzangu ambaye ni mtumishi wa serikali, ni mwalimu Iganzo sekondari. Kwa hiyo ikabidi tujifiche guest. Sasa ilikuwa tarehe 30 ambapo sasa nikiwa chumbani kwangu nimepumzika, na ndipo maaskari walikuwa wanapita na check kwenye nyumba za wageni na sehemu mbalimbali kuangalia, je, kuna watu waliokusanyika au vipi. Sasa mimi nilipofika wakakuta nimelala baada ya kuchungulia dirishani, basi wakapitisha bomu la machozi chumbani kwangu na likapasukia humo ndani. Kwa hebu chukulia bomu ambalo linasambaza watu 200, 300, 400 likaa limenisambaza peke yangu chumbani. Hebu chukulia ni madhira gani niliyapata humo chumbani. Zaidi ya masaa 2 ninahangaika peke yangu niko chumbani. Sasa mimi ambaye nimepata nafasi kuizungumza leo hii, na nilipata shida zaidi ya masaa 2 matatu. Baadaye kwa kuwa nilijua matumizi ya maji, nijitahidi kujimwagia maji mpaka hali ikanifanya nini kidogo inaniokea aweni. Lakini kusipokuwa na maji, basi tatizo lilikuwa ni kubwa zaidi. Hebu just imagine mimi nilikuwa na matatizo kama haya. Sasa hebu kwenye kukataza kutoka kufanya nini kwa mtu kama kiziwi inakuwaje? Na kiziwi anapotembea uwezo kujua huyu mtu ana tatizo hilo, na pengine hajasikia masuala hayo, na hata ukipiga risasi hasikii, hata ukipiga bomu hasikii, hivi unfikiri itakuwaje? Kwa kweli tumeathirika mahala pakubwa. Hebu tukienda kwa wenzangu ambao ni walemavu wa viungo, inawezekana pengine anatembelea gongo au wakati mwingine ana crawl, na pengine ana crawl na mtu pengine anatambaa. Hebu niambie anakimbizwa na hilo bomu itakuwaje? Kweli tumeathirika mahala pakubwa sana. Tunabaya. Ushauri wangu ni kwamba ifike mahala serikali itambue kabisa kwamba nchi yetu ina watu aina mbalimbali, ikiwa pamoja na watu wenye ulemavu, na itambue kabisa kwamba hata inapotokea hizi vurugu hizi wako watu wenye ulemavu ambao wana alama zinazojulikana kabisa, basi tuwape vipaumbele kwa katika jahazi kama hili. Lakini yatengenezwe mazingira ya kuyamaliza masuala haya kwa njia nini? Kwa njia salama kuliko hapa tulipofikia. Kwa kweli ni mahala ambapo kweli haileti sura nzuri, ukizingatia ni nchi ambayo tumejiaminisha kimataifa kwamba ni nchi yenye amani, ni nchi yenye tulivu. Basi tujiepushe kabisa na masuala kama haya, tunakaa mezani tunazungumza kuliko hapa tulipofikia sasa, kwani ni pabaya sana.